yanaumiza, yale uliopitia yanaumiza, lakini thamani ya uhai ni kubwa kuliko hayo. Kwa nini ujiue? Kwa nini ujimalize? Kwa nini ujihukumu kifo? Safari bado ina mama mjamzito, afikapo miezi 9 uchungu muandama, maumivu makali, akisha kujifungua hufurahia. Hata na wewe hayo unayopitia, ukishashinda utafurahia, ukishashinda utang'ara kama dha. Endelea mbele, endelea, safari bado inaendelea, safari bado inaendelea. Mama mjamzito tunasikia anasema kabisa siji kurudia kabisa. Siku moja nilipata nafasi ya kutembelea kule karibu na Leba kule. Aise, wanawake. Mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, natumaini umzima wa afya. Langu jina naitwa Ngoji. Cha kwanza kabisa ni washukuru wadhamini ambao wanatushika mkono. Hawa si wengine, ni Hombolo Wine ambao kutoka pale Dodoma, wanakuhakikishia kwamba msimu wa sikukuu hakikisha unapata wine iliyo safi kabisa, na ukihitaji unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo hapo zinaonekana kwenye bango au kwenye picha ya tangazo hapo. Lakini The Glory School wanapatikana Mafinga Lungemba, ambapo wako pale kwa huduma za watoto masomo kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Hosteli zipo na shule ile inalea watoto katika maadili ya kiroho. Tunazungumzia Kikristo na Waislamu pia wapo pale. Lakini kubwa zaidi wana zahanati ambayo iko ndani ya shule yao. Kwa hiyo mzazi hakikisha unachangamka, lakini kubwa zaidi ambayo mzazi utaenjoy kwamba mtoto wako kwa mara ya kwanza unavompeleka katika shule ile, hakikisha kwamba ada ni shilingi 2,200,000, lakini utaongeza 200,000 kwa ajili ya usajili. Jumla yake inakuwa ni 2,200,000. Katika ada hiyo, pesa ambayo utailipa hiyo, basi hakikisha kwamba wewe kama mzazi unaenda wewe na mtoto wako. Magodoro sijui nini, mazagazaga yote ambayo unatakiwa usafiri naye kwenye gari, sasa wao wamekulaizishia, mahitaji utayapata shuleni kwao. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizo hapo ambapo zinaonekana kupitia tangazo hilo hapo. Mimi nikukaribishe kuungana nami, na leo niko na mgeni bwana. Kwanza ni mtu wa heshima sana, na ujanja wote tunaofanya bwana, kuna sehemu ambapo tunatakiwa kuwa pole. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Leo watu watanishangaa kidogo, Uncle G bwana, leo lazima niondoke kidogo kichungaji. Karibu sana Asili Yetu TV kwa mara nyingine. Asante mno. Kwa faida ya watazamaji wanatamani kufahamu unaitwa nani? Naitwa Pastor Musa. Pastor Musa. Yes, Pastor Musa. Kutokea kanisa gani? Naitwa Pastor Musa, niko mkoa wa Njombe, Njombe mjini, mtaa wa National House. Kanisa ni kanisa la Agano la Ukombozi. Agano la Ukombozi. Yes, ndipo napopatikana hapo. Agano la Ukombozi. Yes, neno agano. Zito hilo. Kabisa. Hilo neno ni zito, agano. Okay, kwa hiyo na tafsiri yake ni kwamba Agano la Ukombozi, tafsiri yake ni kwamba kila mmoja anapopata maono kuna namna ambavyo Mungu alizungumza naye. Kwa hiyo tunaposema kanisa la Agano la Ukombozi, kwa hiyo ni kama mkataba ama tumeafikia, yani Mungu, yani tumekubali kwamba hakika hapa ni Agano la Ukombozi, kwa maana ya kwamba agano ni kama ni zaidi ya mkataba. Kwa hiyo wakati tunambeba maono anapoanzisha huduma hii, Mungu alimwambia damu ya Yesu inaweza kuokoa. Damu ya Yesu inaweza kutakasa watu, inaweza kuwaosha watu dhambi zao. Na ndio maana pakawa ni Agano la Ukombozi. Hongera sana mtumishi. Asante sana. Tunaelekea sasa, tuanze kuangazia kuelekea msimu wa sikukuu hii. Christmas na mwaka mpya. Mchungaji kama mchungaji, nini wito wako kwa wananchi, kwa waumini ambao wako pale kanisani, lakini kuna wengine inawezekana ni watu wa pale kanisani lakini hawabahatiki kufika pale. Tuna ujumbe gani kwao? Ujumbe ni kwamba tunakwenda kuvuka mwaka. Usiache kujikosoa mahali ambapo
haukwenda sawa. Okay. Kwa hiyo wewe mwenyewe uwe na uwezo wa kujikosoa mahali ambapo haukwenda sawa, ili uweze kujirekebisha kusonga mbele. Kwa maana ya kwamba unaangalia wenda kuna vitu ulitamani kuvifikia lakini ulishindwa kuvifikia, basi unaweza kukaa chini ukajitafakari ni nini kilichosababisha nikakwama mwaka huu, ili kwenda mwaka 2026 usiyarudie yale makosa. Ndio. Kwa hiyo watu tutafakari kwamba 2025 ndio makosa gani nimeyafanya, jishauri, jikosoe mwenyewe pia kabla hujakosolewa na wengine. hiyo iwe huko kwenye huduma, iwe huko kwenye taasisi yoyote, jishauri, jitafakari na ujikosoe. Ili uweze kusonga mbele, kurekebisha baadhi ya makosa. Mkesha wa Christmas kanisani tutarajie nini kama baba? Mkesha wa Christmas ni kwamba Christmas hii sitafanya mkesha, ila usiku wa kuamkia tarehe 1, usiku wa kuamkia tarehe 1 tutakuwa na mkesha mkubwa kabisa hapo kanisa la Agano la Ukombozi Njombe mjini, mtaa wa National House, ambao utaanza saa 3 mpaka vile ambavyo Mungu atatujalia. Kwa hiyo na washauri watu wote wa dini mbalimbali, watu wote wakaribie ili tuweze kuvuka pamoja. Wanasema anza na Bwana, maliza na Bwana. Lakini Christmas hii tutakuwa na ibada pia siku hiyo ya Alhamisi ambayo tutaanza saa 3 mpaka saa 4:30. Hii nimeipenda ya anza na Bwana, anza na Bwana, maliza na Bwana. Hii na upako. Sasa mtazamaji wa Asili Yetu TV utachagua uanze na nani. Ukianza huko na mambo mengine, tafsiri yake kwamba 2023 ndo tunamaliza 2026, utamaliza hivyo. Lakini ukianza na baraka, tuna imani unamaliza vyema. Unamaliza vyema. Okay. Mchungaji, mara nyingi mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikikufuatilia. Sasa hivi kuna taarifa tuliona umeziweka kwamba sasa hivi mimi ni askofu. Imekuwaje? Kuna uchungaji, kuna askofu, kuna mwimbaji wa nyimbo za Injili. Vyote vinaenda kwa wakati mmoja. Na kila kitu tunazidi kupata, Mungu anazidi kutuamini kwa kadri tunavyoonyesha uaminifu mbele za Mungu, basi Mungu anaendelea kutuamini. Kwa hiyo ni Jumapili iliyopita ambayo niliweza kuchaguliwa na Mungu, lakini kwa kinywa pia cha askofu mkuu ambaye ambeba maono, kuteuliwa ama kuchaguliwa kuwa askofu wa jimbo la Njombe, wa mkoa wa Njombe. Kwa askofu wa jimbo la Njombe. Mkoa wa Njombe. Kwa sasa hivi nazungumza na askofu. Yes, unazungumza na askofu wa mkoa wa Njombe. Leo nitapata baraka ya kutosha hapa. kabisa. Leo Bwana anatarajia neno la ushindi. Tamko likitamkwa na askofu. Ni kweli, ndio. Ukibeba tamko la askofu la mchungaji, tunatoboa. Biblia inasema kuna wakati mfalme aliwaona wana wa Israeli wanahuzunika kwa vita ambavyo walikuwa navyo, mazingira waliokuwa wanayapitia, lakini alipowaona kwamba wanahuzunika, hawana amani mioyoni mwao, akawaambia, enyi wana wa Israeli, muaminini Mungu mtathibitika, waaminini watumishi wake manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa hiyo unapomwamini Mungu unathibitika. Unapoamini watumishi wa Mungu unafanikiwa. Kwa maana tunalo neno, kwa kuwa Mungu ametupa neema. Amen. Hii imeeleweka. Kwa hiyo tutatamka baraka kwa ajili ya Asili Yetu. Na tulishawahi kutamka. Tumetabiri kwamba Asili Yetu TV iwe ni chombo kikubwa kweli kweli cha habari. Yaani ikiwezekana kabisa kiwe juu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ndivyo itakavyokuwa. Na nadhani unazidi kutembea. Sasa hivi huko mtaani unazungumziwa kweli kweli. Na watu wanaogopa kweli kweli wanaposikia habari ya Asili Yetu TV. Kabisa. Kwa hiyo mdogo tunatembea. Mungu ni mkubwa. Okay, tumeshajua sasa mtumishi wa Mungu ni mchungaji, lakini pia ni askofu jimbo la Njombe. Bishop. Mtu mzito sana. Mtu ambaye umepewa baraka na Mungu. Amen. Kitu ambacho na nilizoea kweli kweli Pastor Musa. Ndio maana hata mimi kwenye kuibadilisha hapa
napata shida. Ndio tulizoea Pastor Musa. Sasa ni Bishop Musa. Sasa tabidi nianze kufanya mazoezi ya kulikalili hilo. Amen. Okay. Tumeangazia upande wa huduma ya kuelekea msimu wa sikukuu. Tumeona sasa umethibitisha kwamba sasa wewe ni Bishop Musa. Okay, tunaondoka hapo tunaingia sasa kwenye gospel. Hivi uzinduzi ule tulifanya ilikuwa ni tarehe 8. Yes, tarehe 8 mwezi wa 12. Mapokeo vipi? Mimi ni mmoja watu ambao niliona. Sasa nataka useme na watu ambao wao hawakuepo. Ukweli ndo ile wanasema ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Yaani kuna wakati yani hata kuelezea nashindwa nielezeje kwa namna ambavyo Mungu alitenda kwa ukubwa. Ukweli mwitikio nilitegemea utakuwa mkubwa, lakini kwa namna ile nilishangaa mimi mwenyewe. Yaani kwamba Bwana nilijua utajibu au utafanya, lakini si kwa namna hii. Kiwango kimezidi matarajio niliyokuwa nayo na imani niliyokuwa nimeiweka. Kwa hiyo mapokeo yalikuwa ni mazuri sana kwenye ule uzinduzi. Watu kutoka sehemu mbalimbali walikuwepo pale, lakini pia nashukuru walikuwepo watu wazito pale. Walikuwepo watu wazito. Alikuwepo mbunge wetu wa viti maalum Mheshimiwa Sigrada Mrigo. Yes, nadhani unampata. Mheshimiwa Sigrada Mrigo alikuwepo pale, lakini bila kusahau watu wazito Asili Yetu TV walikuwepo pale. Ulikuwepo pale niliona. Kwa hiyo kulikuwepo na watu wengi sana, wakina Angela Kidoti hawa walikuwepo, wakina Tulizo Muhapa alikuwepo. Kwa hiyo wakina Director Chidi, kulikuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Tuliona mwitikio kwa wakati wa uzinduzi. Watu ilifika kipindi nikamwambia Director Chidi, kwa nini Pastor Musa asingechukua ukumbi, kwa sababu watu wamejaa. Na ile pia ilikuwa ni baraka. Tuone sasa kwenye mapokeo ya hizi nyimbo ambazo zilizinduliwa ikoje hali halisi kwenye mitandao ya kijamii. Okay. Mapokeo ni makubwa sana. Yaani mapokeo ni makubwa sana. Ukiangalia kwa akaunti yangu mpaka sasa hivi hapa, yani imeshapeleka subscribe wengi sana pale. Watu viewers ni wengi sana. Kwa hiyo mapokeo ya nyimbo hizi umekuwa ni mkubwa sana. Hasa wimbo wa Safari Bado Inaendelea ambao ndo tayari nimesha upeleka YouTube, maana nyingine bado sijazipeleka. Kuona peleka moja baada moja. Safari Bado Inaendelea. Kula ushibe, safari bado. Kwa hiyo yani duniani tunakutana na mambo mengi sana. Tunakutana na changamoto ambazo wakati mwingine zinaumiza. Tunakutana na mambo ambayo yanatuliza, lakini mwisho wa siku lazima mfahamu kwamba pamoja na kwamba unalia, lakini safari bado inaendelea. Safari bado inaendelea. Wakati mwingine unaweza kukutana na watu wengi wasiojua thamani yako. Kwenye ule wimbo nimesema ishi kwa ajili ya watu wanaojua thamani yako. Ukiwa na watu 100 ambao hawaioni thamani yako, lakini ukawa na watu 3 ambao wanajua thamani yako, basi ishi kwa ajili ya watu 3 wanaojua thamani yako. Sio mpaka watu wote waijue thamani yako. Yaani kwamba watu wengine wanapoona kwamba Asili Yetu TV wa nini, watoto wako wenyewe wanasema huyu ni baba, tunamhitaji. Kwa hiyo kuna mama mzazi anasema kwamba tunamhitaji kuendelea kumuona Asili Yetu. Kwa hiyo haijalishi watu wengine hawakuoni wewe ni wa thamani, lakini elewa na watoto wako hawakuoni wewe ni wa thamani, na mke wako. Nikupe tafsiri maana ambayo Mungu amewahi kunitafakarisha, maana ya Simba Jike. Na lile jina Simba mimi ndio nililitoa lile. Wewe bwana we, Simba Jike. Nakumbuka ilikuwa ni content yangu ya kwanza kufanya kazi na Mheshimiwa Sigrada Mrigo. Niliandika Simba Jike. Ukajikuta umeandika tu Simba Jike. Nikajikuta nimeandika Simba Jike na jina likaenda. Mungu anatumia watu. Tupe tafsiri. Simba Jike, yani Simba Jike, huyu mheshimiwa kujiita Simba Jike. Ukweli mimi mwenyewe niliposikia kwamba mheshimiwa mbunge Sigrada Mrigo anajiita Simba Jike, nilishangaa. Kwa nini? Kwa sababu linaendana naye. Sifa ya Simba Jike ni kwamba simba dume akiingia kwenye mawindo, akikamata mnyama anakula hapa hapo, anaacha. Lakini Simba Jike akienda mawindoni huwa yani haweza karudi kwanza mpaka hakikisha amekamata. Lakini akikamata mnyama
mnyama huwa anarudisha kwa watoto. Kwa hiyo utaona simba jike akikamata mnyama anakamata anaanza kwenda naye kwa watoto. Kwa atapambana naye mpaka ule. Lakini simba dume akikamata anakula hapa hapo kwanza. Anakula hapa hapo, lakini simba jike akikamata anarudisha kwa watoto. Okay. Kwa hiyo ndio na matendo yake yanaendana kwamba baada ya kukamata mnyama, kukamata nafasi, kuna watu anawakumbuka. Okay. Anatukumbuka sana. Okay. Tunaona namna ambavyo anabariki. Wapi kule walikuwa kokoto, wanakopiga kokoto kule jua linawawakia sana. Amejenga pale hema. Banda limesimama, watu wanakimbilia pale. Sasa ndio tafsiri ya simba jike. Baada ya kukamata mawindo, barabara zinatengenezwa, miundo mbinu inakaa vizuri. Umeona? Okay. Sio tu kwenda kukaa tu pale kwenye nafasi kwenye kiti tu ukajibweteka hapa. Ndio maana ya simba jike. Akikaa kwenye nafasi anarudisha huko. Anarudisha. Lazima akumbuke walio wake. Lazima akumbuke. Ambao anajua kabisa hawa natakiwa kuendelea kuwashika. Okay. Walio ndio. Moja ya vitu ambavyo vilikuvutia sana kutoka kwake siku ya uzinduzi wa nyimbo, nini hasa? Niseme kwamba mimi ameanza kunivutia tangu kitambo. Kwa sababu nilikuwa nikimuona kwenye majukwaa. Okay. Nikimuona kwenye majukwaa namna ambavyo anaongea. Unajua Biblia inasema kile kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Sawa, mbali na siasa, lakini kuna watu ambao wanapoongea unaona kabisa yani anatoka ndani ya uvungu wa mioyo yao. Kwa hiyo mimi nilivyomuona jinsi ambavyo anaongea, nilipenda sana na nilivutiwa na yule mheshimiwa tangu na nikaendelea kumwombea. Okay. Kwa hiyo kwenye uzinduzi hapo ndo kabisa. Yani hapo ndo sina cha kuongea, ni Mungu tu. Kwa sababu hata nikisema kwamba ni kwa kufahamiana, hata kama mtu kufahamiana, lakini si kwa viwango vile. Si kwa viwango vile. Okay. Kuna mtu unaweza kufahamiana naye lakini asifanye kwa viwango vile. Kwa hiyo ile nashindwa kuieleza namna ambavyo alifanyika baraka. Namna alivyofanyika baraka katika uzinduzi ule. Nashindwa namna ya kueleza. Ni Mungu tu. Ni Mungu tu ambariki. Na wakati tunatuma maombi, ilikuwa ni rahisi kupokelewa au namna gani? Ilikuwa ni sio rahisi sana. Sio rahisi sana kwa sababu wale watu tayari ni watu wakubwa. Kwa hiyo kuna protocol mbalimbali ambazo natakiwa zifuate. Kuna vitu natakiwa vifuate kabla ya kumfikia yeye kwanza. Kwa hiyo nilianza process ya kuanza kutafuta namna gani ya kuweza kumfikia, kupita. Kwa hiyo baada ya muda fulani nikaona, ombi langu limejibiwa. Okay. Ukweli nilifurahi. Ulifurahi. Okay, vizuri sana. Kabla hatujamaliza ujumbe wako sasa kwa mheshimiwa mbunge. Kwa sababu amefanyika baraka kwako. Ndio. Na sio kwako tu. Amefanyika baraka kwa kanisa zima. Ndio. Kwa hiyo nini ujumbe wako kuelekea kwake, hasa huu msimu ambao tunakwenda kumaliza mwaka na kuanza mwaka mwingine? Mimi nasema kwamba moyo aliouonyesha tangu alipokuwa mbunge, basi akaendelee kuonyesha hata huko tunakosonga mbele. Atakuwa ni kipenzi cha watu, atapendwa sana na watu, kwa sababu Mungu anapenda sana mtu ambaye ana upendo ndani yake. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba namna ambavyo ameendelea, si kwangu tu, nimeona kigusa sekta mbalimbali, kwenye mabarabara, kwenye nini huko, nimeona kwa wafanyabiashara mbalimbali. Kwa hiyo mimi naomba kwamba moyo huo uendelee hivyo. Uendelee. Turudi sasa, tumeshapiga story hapa kadhaa, tumeshazipata. Turudi kwenye upande wa gospel, tuzungumzie kidogo, halafu baada hapo tutaondoka. Yes. Tutarajie sasa uzinduzi wa album nzima, kwa sababu tulizindua nyimbo ngapi? EP. Yes. Tutarajie nini hapo? Hapa mwakani nitakuwa nimeshaikamilisha yote, kwa sababu sasa hivi ilikuwa ni EP ambayo tulikuwa tunazindua nyimbo 4. Nyimbo 4 ambazo zimekamilika video, lakini nyingine zilikuwa kwa namna ya cover fulani na zenyewe niliweka mle. Kwa hiyo ile flash ilikuwa na nyimbo zaidi ya 9. Lakini zilizokamilika vizuri ni nyimbo 4. Kwa namna ambavyo mlinisupport pale, niseme mlinisupport kwa sababu na wewe mwenyewe ulikuwepo pale na niliona ulichangia fedha pale. Kwa hiyo kwa namna ambavyo mlinisupport, mimi naamini kabisa kwamba mwakani nitakamilisha nyimbo nyingine 4
4. Kwa hiyo sasa kujumlisha na zile 4 zilizokuwepo, kwa hiyo tutakuwa na uzinduzi mkubwa ambao utakuwa ni wa album. Okay, ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana sana sana, nimeenjoy. Labda kama kuna kitu ambacho natamani kuzungumza. Mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya connection ambayo Mungu ameendelea kuiachilia, lakini pia nashukuru kwa moyo wako Asili Yetu TV. Mimi niseme Mungu akuinue sana sana sana. Tumeziona jitihada zako, tumeuona moyo wako, tumeona moyo wako. Mungu akubariki sana. Lakini pia bila kusahau kama nilivyosema, mgeni wangu rasmi katika tukio ile, mbunge, Mungu ambariki sana, na watu wote, wachungaji, waumini wangu pale, watu mbalimbali, majirani ambao walifika, lakini bila kuwasahau producer waliotengeneza zile nyimbo. Kuna producer anaitwa Cliff, lakini kuna producer anaitwa Bravo, Mjomba Records. Na washukuru sana, lakini bila kusahau director wangu ambaye amenibeba sana. Unajua mtu anayekushika mkono wakati una kitu sio jambo dogo. Bila kumsahau director wangu, director Chidi. Mungu amuhifadhi na Mungu aendelee kumuinua sana Chidi sana. Sasa hivi ameokoka. Chidi sasa hivi bwana, anakuja kanisani. Jicho la Asili Yetu TV lazima nimnase. Lazima nimtafute. Sasa hivi anashinda sana na wapakwa mafuta. Kwa hiyo tunaamini kabisa anafanya vizuri. Anafanya vizuri kabisa. Inawezekana director Chidi akajikuta siku mchungaji. Kabisa. Inawezekana kabisa. Maana yeye mwenyewe huwa anashangaa watu mbalimbali ambao amewahi kushinda nao, lakini leo hii wameokoka, leo hii ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo mimi naamini Chidi, popote unaponisikia, neema ya wokovu inakutafuta. Neema ya wokovu iko juu yako. Na neema ya utumishi iko juu yake. Ndio. Kwani Mungu alibadilisha kina Sauli waliokuwa majambazi, anashindwaje kutubadilisha sisi? Inawezekana kabisa. Ni swala la muda. Amina sana. Mimi nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kuweza kupiga story na Asili Yetu TV. Lakini kuna mambo mengi ambayo tumejua sasa hivi ni Bishop Musa. Kwa hiyo ndugu zangu tuliokuwa tumezoea kumuita mchungaji Pastor Musa, tuanze kufanya mazoezi. Lakini uchungaji si pia pastor unaendelea. Pastor unaendelea kama kawaida. Pastor unaendelea. Mtu akikuita pastor atakuwa hajakosea. Anakuwa hajakosea. Akiita pastor bado anakuwa hajakosea. Bishop huyo ni wadhifa tu kwamba wachungaji wanaokuwa na makanisa ndani ya mkoa huo, na maana wananiangalia mimi kama kiongozi wao wa wachungaji hao. Hii nimeielewa. Ndio. Lakini tumeangazia upande wa gospel, tumeona umefanya vizuri. Lakini pia namba pale YouTube zimepanda sana kabisa. Sasa waambie watu wako kwamba nyimbo hii inapatikana kwenye mitandao ipi? Nashukuru sana. Nyimbo hii ukisearch YouTube unaupata, andika Pastor Musa, safari bado inaendelea. Unaupata. Usisahau kusubscribe, kushare kwa wale wapendao, maana ni nyimbo inayotia moyo sana. Lakini usisahau kunifollow Facebook natumia Musa Kayange. Natumia Musa Kayange Facebook, unaweza kunifollow hapo ukawa unabarikiwa na mahubiri na nyimbo hapo. Lakini Instagram Pastor Musa Official unakuwa unaipata moja kwa moja. Kwa hiyo karibu sana. Kwa mtu ambaye safari bado nini, sekunde tu tuambie. Live. Live. Okay. Ni kweli yanaumiza yale uliopitia, yanaumiza, lakini thamani ya uhai ni kubwa kuliko hayo. Kwa nini ujiue? Kwa nini ujimalize? Kwa nini ujihukumu kifo? Safari bado ina mama mjamzito, afikapo miezi 9 uchungu muandama, maumivu makali, akisha kujifungua hufurahia. Hata na wewe hayo unayopitia, ukishashinda utafurahia. Ukishashinda
utang'ara kama dha. Endelea mbele, endelea, safari bado inaendelea, safari bado inaendelea. Mama mjamzito tunasikia anasema kabisa siji kurudia kabisa. Siku moja nilipata nafasi ya kutembelea kule karibu na leba kule. Aise, wanawake wa mama big up kabisa. Nilipata nafasi ya kutembelea karibu na reba kule. Nilivyovisikia vilio, mara mwingine wamemwambia unasimama unainuka, unasimama unakaa. Mwingine wamemwambia kimbiaga pale. Niliona wakina mama wana kazi kubwa. Yaani nikaona wengine wanasema sirudi tena. Lakini akisha kujifungua pale unaona na furaha na anarudia tena. Na safari bado. Na anarudia tena kutafuta mwingine. Bwana, mimi sina la ziada. Shukrani sana watazamaji wote wa Asili Yetu TV ambao umekuwa mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho wa kipindi. Na leo tulikuwa tunazungumza na mtumishi wa Mungu. Tumeenjoy, tumesikia vitu vingi sana ambavyo vipo, lakini pia tumeangazia upande wa mbalimbali, upande wa gospel, tumeangazia maisha ya kawaida, tumejifunza vitu vingi sana. Lakini pia amekuacha kwa kusema katazame kibao chake cha safari bado inaendelea. Mimi sina la ziada, naitwa Ngoji, nikutakia utazamaji mwema.